ya kucheza soka katika nchi ya Spain? Mpira sio rahisi kwa wenzetu. Hilo la kwanza lazima tulielewe. Na la pili, ambao sisi tunatokea Afrika, tunatakiwa tupambane zaidi kuliko wazawa. Okay. Lazima uonyeshe kitu muhimu sana. Tunaenda kwa watu. Lazima ukiwashe. Hamna nikujua kule. Kuna baba yako. Na sisi pia ili ucheze soka pale nchini Spain, kigezo cha lugha kinakuwaje? Hakuna kigezo cha lugha, ila lazima usome lugha ya kwao. Maana una kitwanga Kihispaniola. Nashukuru, alhamdulillah. Kwa hiyo lazima kwanza usome Kihispaniola ndipo uanze kupata nafasi. Hamna, sio lazima unacheza mpira huku unasoma. Okay, sawa. Bwana, mimi nataka kufahamu, unajua kucheza ligi daraja la 4 nchini Hispania manake ni mafanikio makubwa sana, hasa kwa Mtanzania. Sio, unaelewa kuna ugumu kiasi gani wa kucheza ligi hiyo ya daraja la 4 pale? Sehemu yoyote utakayokwenda hauwezi kuingia moja kwa moja katika mfumo wa watu. Lazima usome kuna utaratibu gani na unatakiwa nini ufanye, lakini juhudi na jitihada za ziada zinahitajika. Maana sio ligi nyepesi, ni ligi ngumu. Sio ligi nyepesi, ni ligi ngumu. Bingwa akipatikana hapo ndo anasogea kwanza ligi bora inafuata daraja la 3. So, kwa sababu umezungumzia mfumo, maana hiyo ni Catalonia tu peke yake. Hiyo Catalonia peke yake. Kidogo unaweza ukatupatia darasa kidogo kuhusiana na mfumo, namna ambavyo ulivyo wa kutoka kwenye ligi moja hadi kwenye ligi nyingine. Mfano umezungumzia kwamba okay, ili upate nafasi lazima uingie katika mfumo wao. Lakini mfumo wao ni mchakato. Sasa huo mchakato mpaka mgeni anapata hiyo nafasi upoje? Utaratibu wao upo tofauti na kwetu. Hilo la kwanza. Na la pili, unapokuwa mgeni lazima taratibu ufuate. Vinahitajika vibali ili uweze kucheza mashindano ya kwao. Na wanahitaji wa kurejiste katika mfumo ambao unasimamiwa na chama cha soka cha Catalonia. Na chama cha soka cha Catalonia watakuweka moja kwa moja FIFA. Ili tayari unakuwa katika mifumo yote miwili ya FIFA na Catalonia. Okay. Na mfumo wa ligi jinsi wanavyocheza, unachezwa kama huku Tanzania bara. Wa kwanza anapanda moja kwa moja, wa pili, wa tatu, wa 4 na wa 5 wanacheza playoff. Kwa hiyo kwa maana timu mbili tu ndo zinazotakiwa kupanda katika kusogea daraja lingine. Okay. Wa kwanza anapanda moja kwa moja, wa pili anacheza playoff. Kwa hiyo katika timu 4 za chini atakayeshinda inachezwa mfumo wa knockout. Na zinapigwa zile. Atakayeshinda finali ndo atakayepanda. Kwa hiyo zitakuwa timu mbili za kupanda. Wana mchakato wao ni mrefu kuliko sana. Kwetu sisi ni rahisi tu. Kwetu ni rahisi tu. Ndio. Haraka tu uko tayari. Au mwende wewe walete kati.